Jambo mpendwa mtazamaji, na Bwana asifiwe. Leo ningependa tushirikiane na nyinyi kuhusu jina la Yesu. Natumai umekuwa na wakati mzuri tangu tulipokuwa pamoja last time, na karibu tena kwa kipindi hiki. Ninataka tuongee kuhusu jina la Yesu. Na nataka tuzungumze juu ya matumizi ya jina la Yesu, kwa sababu hili ni swala moja ambalo nimeona linatatiza watu wengi. Watu wengi hawajui kutumia jina la Yesu, lakini napenda nikwambie kuna nguvu katika kulitumia jina la Yesu. Yesu alisema wale wanaomwamini kwa jina lake watafukuza pepo. Hivyo ndivyo lilivyo na nguvu jina la Yesu, kwamba jina la Yesu linaweza fukuza pepo wachafu. Pepo wachafu ndio huwa wanasababisha magonjwa, na ndio huwa wanasababisha laana zifanye kazi. Pepo wachafu ndio husababisha watu washindwe na kurekebisha maisha yao hata kama wanataka. Ndizo husababisha watu katika familia wagongane, na ndizo husababisha maisha ya mtu aliyekuwa amesoma yakae kama maisha ya mtu ambaye hakusoma, anakuwa mtu wa kuhangaika. Kwa hivyo pana haja sana ya kujua jinsi ya kulitumia jina la Yesu. Siku moja Petro alisema, hakuna jina lingine walilopewa wanadamu ambalo wanaweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Na kama jina la Yesu pekee ndilo tulilopewa katika dunia ambalo tunaweza kuokolewa kwalo, pana haja tuelewe jinsi ya kulitumia. Katika mazingira yale ambao Petro aliongea neno hili, wakati huo alikuwa anazungumuza akiwa kule unaitwa Israeli. Na katika Israeli jina halikuwa vile tamaduni zingine zetu zinamaanisha kuhusu jina. Kuna watu katika nchi hii ambao wanaamini umuhimu wa jina ni kwa sababu mtoto atasababishwa kukua. Kuna watu wengine wanaita watoto wao majina ya nyakati na majira. Unakuta kama mtu kulikuwa kunanyesha, ameitwa jina inafanana na mvua. Kama alizaliwa kwa njia, ameitwa jina inafanana na njia. Ama kama alizaliwa watu wakiwa wanasherehe ama wakilewa pombe, anaitwa jina inafanana na hiyo. Katika mila zingine wanasema jina umuhimu wake ni kusababisha mtoto akue. Na hapa Afrika kitambo watu walikuwa wanaamini kwamba mashetani yalikuwa yanakuja na kuua watoto. Kwa hivyo yangetembelea mama mjamzito na kumwambia, ule mtoto utakayezaa hapa atakuwa mtoto wetu. Naye huyo mama kujaribu kujilinda, kujiokoa na athari za wale pepo wabaya, yule mama aliamua kuita ule mtoto jina ya mnyama. Na kwa hivyo wakati alizaa mtoto na pepo zimekuja zinadai yule mtoto, mama alikuwa anasema, mimi sijazaa mtoto, nilizaa mnyama. Kama ni mnyama anaitwa simba, ama anaitwa aina zote za wanyama wa mwituni, fisi ama wengine. Hivyo ndivyo watu wengine walijikuta wanaitwa majina ya wanyama. Kuna watu hapa Afrika pia wanaitaka watoto wao majina ndio waweze kudumisha kizazi.
unazaa mtoto unamuita jina la baba yako ama jina la mama yako, ndio uweze kuendeleza kizazi. So unakuta wale waliokufa wamezaliwa tena, wakikufa hao wanazaliwa tena, hivyo ndivyo majina yamedumishwa. Lakini katika hali hizo zote watu wanaita watu majina kwa sababu ya majira, ama wanaita watu majina kwa sababu ya kuendeleza kizazi, ama wanaita watu majina kwa sababu ya kuzuia pepo wabaya wasiwachukue. Kuna wengine ambao alizaa mtoto akafa, akazaliwa tena akafa, akazaliwa tena akafa. Sasa wakati amezaliwa mara ya pili mara ya tatu, kuzuia asife, unakuta walimuita Kariuki ama Muriuki, kitu ya namna hiyo, kwa sababu ya kuzuia asife, na hao watoto walikuwa wanaishi. So majina yana maana yake. Basi katika Israeli majina pia yalikuwa na maana, lakini katika Israeli umuhimu wa jina ilikuwa ni lile umeitwa linamaanisha hivyo. Kwa mfano Yesu, jina Yesu lilimaanisha mwokozi wa ulimwengu, na Yesu ako na jina moja tu, anaitwa Yesu. Kuna watu wanafikiria kwamba Yesu anaitwa Yesu Kristo, lakini Yesu ndio jina lake. Kristo ni title. Venye kama wewe unaitwa Pastor Maina ama John ama Philip au Kamau, ama ile jina unaitwa ikishikanishwa na title, hivyo ndivyo jina Yesu imeshikanishwa na title inaitwa Kristo. Na Kristo ilitokana na jina ya Greek inaitwa Christos, ambayo ilimaanisha the anointed one. Katika Kiebrania Kristo iliitwa Mesia ama Mesaya. So huwezi ita Yesu ati Kristo Mesaya kuja. Hapana, hiyo ni kuchanganya maneno. Aidha unamuita Mesia ama unamuita Kristo, lakini hiyo ukumbuke ni title. Yesu jina lake ni hilo tu moja, Yesu, na lilimaanisha mwokozi. Kwa hivyo huko kwa Waisraeli watoto walikuwa wanaitwa majina kulingana na ile kazi huyo mtoto atakuja kuifanya. Petro alikuwa anaitwa Simon Barijona, na jina Simon lilikuwa na unyonge wake, na kwa hivyo Yesu akamwambia hutaitwa Simon, utaitwa Petro, kwa sababu Petro linakaribiana na jina Petros katika Greek, ambayo inamaanisha jiwe, na kwa hivyo at least maisha yake akawa ni mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi kwa sababu yeye ni jiwe. Okay? Sasa Peter alisema hivi, hakuna jina lingine walilopewa wanadamu wanaweza kuokolewa kwalo. Shida zile uko nazo, kuokolewa ni kutolewa kwa shida. Aidha kama shida imesababishwa na dhambi, ama imesababishwa na laana, ama imesababishwa na wachawi, waganga, ama imesababishwa na virusi, ama imesababishwa na athari za watu, ama imetokea tu kwa sababu ya ajali. Kutolewa kwa hiyo shida kunaitwa kuokolewa. So kutoka kwa magonjwa ni kuokolewa kutoka kwa magonjwa. Kutoka kwa shida za familia ni kuokolewa kutoka kwa shida za familia. Na kwa hivyo Peter akasema hakuna jina lingine walilopewa wanadamu wanaweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Na ni kwa sababu alikuwa amekaa na Yesu miaka 3 na zaidi. Akakaa naye na akaona kabisa waliokuja kwa Yesu wakiwa na shida zilikuwa zinaisha. So leo nilikwambia ninakuja tuongee juu ya maana ya kutumia jina la Yesu. What does it mean? Inamaanisha nini
kutumia jina la Yesu. Watu wengi kama wanaondoa shida katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa hivyo watu wengi wamefikiria venye unalirudia lile jina zaidi ndivyo linavyokuwa na nguvu. Napenda nikwambie jina la Yesu liko na nguvu hata bila kulirudia mara nyingi. Liko na nguvu. Unaweza kulitaja tu mara moja na nguvu zake zikaonekana. Unaweza kulitaja mara 5, mara 10, lakini nguvu hazitaongezeka, ni zile zile. Kwa hivyo jina la Yesu lina nguvu hivyo hivyo. Lakini kulitumia inamaanisha nini? Nakupatia historia kidogo. Kitambo wazee waliokuwa matajiri sana katika pande za Uyahudi walikuwa wanabeba pete. Na hiyo pete ilikuwa ni ya kuonyesha huyo mzee ni tajiri sana. Sasa angekuja katika duka, ilikuwa tu anafinya na hiyo pete, muhuri wake ukishaonekana, alikuwa anaonekana ni kama ATM. Sasa ilikuwa ni rahisi yeye kuuziwa vitu hata bila kuitishwa pesa, because inajulikana atalipa. Sasa akiwa nyumbani, angetuma kijana wake na hiyo pete. Angemwambia enda kwa ile supermarket upewe kitu fulani na fulani na fulani na fulani kwa sababu ya hii pete. Kijana angeenda aonyeshe pete, pete ipigwe muhuri mahali kwamba mzee amechukua vitu, na hivyo ingelipika. Sasa hiyo ilikuwa kwamba kijana ameenda kwa jina la yule mzee. Naelewa? Na kwa hivyo ilikuwa ni kama ATM leo. Ukienda na ATM kwa bank, wewe unajua pin na ni ATM ya your father, utapata pesa. Lakini ukiacha ATM nyumbani, uende waambie watu babangu ni tajiri sana, nipatieni pesa, hawezi kukupatia. Ilikuwa ndivyo hivyo, angeacha pete nyumbani, aende kwa duka, amwambie muuzaji, babangu ni tajiri sana, anakuaga na pete ambayo inaweza nunua vitu, nipatieni vitu. Mwenye duka hangempatia. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima kubeba ile pete, kama venye ni lazima leo kubeba ATM ndio uende kwa bank upate pesa. Na katika matumizi ya jina la Yesu, ni lazima ubebe kitu kinaitwa imani katika ile jina. Bila kubeba ile imani katika ile jina, utataja hilo jina mara nyingi na hakuna kitu kitatendeka. Katika Biblia tuko na historia ya watoto wa pasta. Watoto wa pasta walikuwa 7. Walienda wakakuta mtu mmoja akiwa na pepo mchafu. Wakamfungia ndani ya nyumba, wanataka kumtoa pepo. Wakamwombea, katika jina la Yesu toka, katika jina la Yesu toka, katika jina la Yesu toka. Zile pepo hazikutoka. Badala yake ziligeuka zikawa violent, zikaanza kuwachapa wale watoto. Ziliwachapa mpaka zikavua nguo zote, zikawatoa damu. Na wakafungua hiyo mlango wakatoka, na yule mtu akawakimbiza akiwa anawapiga. Mji wote ukaonekana. Bila kubeba imani katika jina la Yesu, hauna ATM. Kwa hivyo pepo haziwezi enda, magonjwa hazienda, shida hazienda, kwa sababu hauna imani. Kwa hivyo imani ndio husababisha jina la Yesu lifanye kazi. Na ndio sababu wakati Paul na Sila walikuwa wamefungiwa ndani ya jela, walikuwa wanaimba, walikuwa wanaomba, na usiku jela ilitingizika, milango za jela zikafunguka, na yule mlinda jela akauliza, nifanye nini nipate kuokoka? Paulo akamwambia, mwamini Bwana Yesu Kristo na utaokolewa wewe pamoja na jamii yako. Kwa hivyo pana haja, mpendo wa msikilizaji unayenitazama, uwe na imani. Kuwa na imani ndani ya Yesu. Yaani sasa wacha nikuelezee ina maana gani kuwa na imani. Watu wengi wamejaribu kuhubiri imani, na kila mara wakimaliza wanaacha watu wamechanganyikiwa zaidi ya vile walivyokuwa kabla hawajaanza kusikiza. Kuwa
Kuwa na imani ni nini? Kuwa na imani ni kuingia katika uhusiano. Lazima uingie katika uhusiano na Yesu. Maandiko yanasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa kuwa na imani ni kumwamini akuingize katika uhusiano na Mungu. Mungu anakupenda na Mungu anataka uwe na uhusiano na yeye. Lakini katikati yako na Mungu, katikati yetu sisi wanadamu na Mungu, kuna kitu huwa kinazuia Mungu kutubariki, kutuona, kusikia maombi yetu. Katika Isaya 59 Mungu alisema hivi: sikio lake si nzito kwamba hawezi sikia maombi, na kwamba mkono wake si mfupi kwamba anaweza shindwa kusaidia. Lakini akasema maovu yenu yameweka ukuta, yamemtenganisha Mungu na yeye na nyinyi, ndio sababu hata mkiomba maombi hayawezi fika. Lakini akasema katika Chronicles, 2 Chronicles 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha dhambi zao na kufunga. Maandiko yanasema Mungu atawasamehe dhambi zao na ataiponya nchi. So pana haja ya kujua kwamba dhambi ndiyo huleta shida katika nchi. Biblia inasema sin is an abomination for every people, na kwamba dhambi ndiyo huleta kushindwa katika maisha ya mtu. Dhambi inafungulia milango, na saa nyingine ni dhambi ya wazazi, saa nyingine ni dhambi ya viongozi, saa nyingine ni dhambi ya mtu binafsi, lakini dhambi ni dhambi. Na dhambi dawa yake ni kifo. Katika Biblia kila mtu aliyetenda dhambi, dawa ya hiyo dhambi ilikuwa lazima auwe mnyama ndio ile dhambi iondoke. Na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba wote wamefanya dhambi. Wote, wakubwa kwa wadogo, wazazi, walimu, wachungaji, viongozi, watoto, kila mtu amefanya dhambi. Na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na dawa ya dhambi ni kifo. Na ndio tusife, kuna mmoja alikufa anaitwa Yesu Kristo, akatufilia msalabani ili dhambi zetu zipate kuondolewa. Wakati Yohana alikuwa anaongea kuhusu huyo mtu, alisema, tazama mwanakondoo wa Mungu azichukua dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo Yesu alikuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Dhambi ikiondoka, maombi zinafika. Dhambi ikiondoka, mapepo zinaenda. Dhambi ikiondoka, laana zinatoweka. Dhambi ikiondoka, kunakuwa na ulinzi katika kila kona. Lakini mwanadamu katika bidii yake hawezi kuondoa dhambi. Na ndio ilibidi Mungu aamue kuiondoa ile dhambi kwa kumtuma Yesu Kristo afe. Na hivyo Yesu Kristo alivyokufa msalabani, Biblia inasema hapana ondoleo la dhambi pasipokuwa umwagikaji wa damu. Umwagikaji wa damu inamaanisha kitu lazima kife. Na ndio ilibidi Yesu akafa. Ndio akamwaga ile damu. Alidungwa ubavuni, damu ikatoka. Hiyo damu yake na kifo chake ndio zilituondolea dhambi zetu. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kufa Yesu Kristo alifufuka siku ya tatu. Na watu wote katika Biblia waliowahi kufa na wakafufuka walikufa tena. Lakini Yesu tangu amekufa na amefufuka anaishi. Na ndio sababu mimi nakwambia hivi, ukiamini kwamba alikufa ili uache kufanya dhambi,
Alikufa ili dhambi zako ziondolewe. Hapo kutatokea imani ikifanya kazi katika maisha yako. Uamini ya kwamba wewe ndio ulifaa kufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini mwingine ambaye hakuwa na dhambi akafa ndio wewe uishi na mimi niishi. Tukiamini hivyo, kitu hutendeka. Yesu huwa anakuja, anakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu, dhambi inaacha kututawala. Haimaanishi ya kwamba unaacha kuwa mtu yule tulikujua, hapana. Lakini anaweka uhusiano katikati yako na Mungu. Uhusiano ule sasa inakuwa kwamba uko na mmoja wa kuambia nipatie nguvu ya kuishinda dhambi. Na kwa hivyo ukishampata huyu Yesu, anakupatia nguvu ya kuishinda ile dhambi. Na dhambi kwa sababu iko na nguvu sana, Biblia inasema huwa inazaa mauti. Lakini kabla ya dhambi huwa kunakuja tamaa. Kwa hivyo tamaa inapata mimba, alafu inazaa dhambi. Dhambi nayo ikiendelea kufanywa sana inapata mimba, inazaa mauti. Lakini kabla ya mauti kuja, nataka umwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, ataingia katika maisha yako, katika akili, katika moyo, katika damu, kila sehemu. Hata kama umuoni, yuko. Na ukifanya ombi na kumwambia Yesu, naomba uingie katika maisha yangu, unisamehe dhambi zangu, unifanye mtoto wa Mungu. Biblia inasema kila afanyaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi alifanya dhambi kutoka kitambo. Lakini Biblia inasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuziharibu kazi za Ibilisi. Ibilisi hawezi kuwa na nguvu katika maisha ya mtu ikiwa huyu mtu ana Yesu ndani yake. Lakini kama Yesu hayuko ndani ya huyu mtu, ndio utasikia story, walinyongwa na mapepo usiku, mashetani aliwakunywa damu, sijui nini. Utasikia story nyingi sana za shetani alifanya, aliwanyonga, aliwaotesha ndoto, aliwatembeza sijui wapi, walijikuta nje ya nyumba walikuwa wamelala ndani wakajikuta wameamuka huko nje. Utasikia story nyingi za shetani alifanya. Na hivyo ndivyo kulivyo huku Afrika. Unakuta kuna story nyingi za shetani alifanya. Lakini weka Yesu katika maisha yako. Na ukimweka umwambie Yesu, kuanzia sasa anza kunitawala. Uache kuwa wako wewe mwenyewe. Biblia inasema hivi: mwamini Mungu, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee mafikira yako mwenyewe. So watu wengine wanafikiria mambo mengi. Anafikiria suluhisho ya hii ni kwenda kwa mganga, suluhisho ya hii ni vile babu alisema, suluhisho ya hii ni huyu mtu awekwe kangozi, suluhisho ya hii ni huyu mtu achanjwe chale, suluhisho la hii sijui ni twende tukafanye hivi, tukafanye vile. Lakini kama Yesu hayuko katika maisha yako, kuna dhambi inakutawala. Na dhambi si yale mambo huwa unafanya. Dhambi ni kwamba huna Yesu. Hiyo ndiyo dhambi. So kwamba huna Yesu, hauna haki ya Mungu ndani yako. Na ndio sababu ukiongea saa nyingine, kwa sababu unasikia watu wanasema haki ya Mungu, kwa sababu hawana haki ya Mungu ndani yao. Haki ya Mungu huwekwa ndani yetu na Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu, ataweka haki ya Mungu ndani yako. Kwa hivyo ningependa nikupe changamoto siku ya leo. Nikwambie, ingawa sana tunapenda kutumia jina la Yesu katika maombi, katika sala, lazima ujue jina huwa lina mamlaka. Na kutumia jina la Yesu inamaanisha kumwakilisha Yesu. Kwa mfano, mtu akitumwa na mkubwa mahali akisema nimekuja kwa niaba ya, watu huwa wanasikiza ule ujumbe sawa sawa na ule aliyewatuma. Kwa hivyo kuomba kwa jina la Yesu, kuhubiri kwa jina la Yesu
kuombea wagonjwa kwa jina la Yesu, kutabiri kwa jina la Yesu, kutoa mapepo kwa jina la Yesu, ni sawa na kusema ninawakilisha Yesu. Nimekuja sio kwa jina langu, nimekuja kwa niaba ya Yesu Kristo, kwamba ni Yesu angekuja, lakini nimekuja kwa niaba yake. Mpendwa mtazamaji unayenitazama leo, nimekuja kwako kwa niaba ya Yesu Kristo. Yesu ndiye angekuja kupitia kwa screen hii, kupitia kwa mkanda huu, yeye ndiye angekuja. Lakini kwa hii dunia kuna kanuni ambayo hufanya kazi, na kanuni ambayo hufanya kazi ni hii, kwamba vitu vilivyo vya kiroho haziwezi fanya kazi huku, viumbe vya kiroho haziwezi fanya kazi huku bila kuingia kiumbe kilicho na damu. Na ndio sababu Yesu sasa hako kwa hii dunia kwa niaba ya roho, kwa hali ya roho. Na kwa hivyo ilibidi ameniingia ndio nije nikuletee habari hii. Na ndivyo zilivyo hata pepo chafu. Pepo chafu haziwezi kaa kwa hii dunia bila kutumia viumbe vilivyo na damu. Kwa mfano manyoka, mapaka, mabuibui, wanyama wa mwituni, mafisi, wa ndege. Unasikia mtu aliona mapopo wakikuja, sijui popo akafanya nini, aliingia kwa hiyo nyumba, sijui akafanya vituko. Hiyo viumbe vilivyo na damu hutumika na spirits. Lakini sisi watu tukishajipeana kwa Yesu, pepo chafu zinatoka, alafu Yesu Kristo anaingia kwa niaba ya Roho Mtakatifu, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nimekuja kwako kama vile Yesu angekuja kwako. Na nimekuja nikuletee habari tu zile Yesu angekuletea. Na nimekuja nikuambie hivi, Yesu alisema pale msalabani, yote yamekwisha. Dhambi zako zilishachukuliwa, magonjwa yako ilichukuliwa, laana yako ilichukuliwa, huzuni zako zilichukuliwa, masikitiko yako yalichukuliwa. Nimekuja nikuambie hizo vitu haufai kuzibeba, hazifai kukuweka stress. Umaskini wako ulishachukuliwa. Biblia inasema alifanyika maskini ndio tuweze kuwa matajiri. Unyonge wako ulichukuliwa. Biblia inasema alikufa katika unyonge, lakini sasa anaishi kwa ajili ya nguvu za Mungu. Kwa hivyo uzito ambao wewe ungebeba, Yesu alichukua. Sasa ukimwamini atakuonyesha kwamba alichukua, maana atazichukua na utaona. Utaona kwamba zimeondoka kwa sababu umemwamini. Bila kusahau kuna nafasi yako ya kufanya. Nafasi yako ya kufanya, hatua ya kwanza ni kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Awe Bwana na Mwokozi wako. Yaani aanze kukutawala kuanzia leo. Bwana Yesu asifiwe. Ungependa unaweza omba ombi hili pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Futa makosa yangu, dhambi yangu na uovu wangu. Nioshe kwa damu yako. Unifanye kiumbe kipya. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, na unipe Roho Mtakatifu aniongoze pia nitawale. Kuanzia leo nitakupenda, nitakuishia, nitakutumikia. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Basi kama umeomba maombi hayo, kuna mambo matano ambayo husababisha mtu kudumisha hiyo imani ya wokovu ndani yake. Na ukiashika haya, hutawahi poteza imani. Kwa sababu wakati umeomba, umepewa imani. Sasa ndio imani yako ifanye kazi. Hata kama hauisikii, itaanza kufanya kazi. Lakini jambo la kwanza unahitaji kujua kuomba. Ufundishwe kuomba. Vile mtu huwa anaomba ndio imani ifanye kazi. Namba 2, unahitaji kujua kujisomea Biblia na kuielewa. Namba 3, unahitaji kujua jinsi ya kushuhudia watu, kuambia watu vile Yesu anafanya.
Number 4, unahitaji spiritual community ya watu wanaoamini Mungu ambao hawana laana katika maisha yao. Na number 5, unahitaji kujua jinsi ya kujitenga na dhambi isije ikakutawala tena. Ndio sababu unahitaji kanisa. So kanisa si mahali tu pa kwenda ndio ukifa upate mtu wa kukuzika, ama ukipata shida upate mtu wa kukusaidia. Hapana, ni mahali pa kukua. So get yourself a church. Get yourself a church. Na kama huna church, uniandikie hapo chini, alafu nitakuongoza. Nikishajua uko location gani, ni mahali gani ambao unaweza enda na ukabarikiwa. Mimi ni Kasisi Filipo, ninakupenda na ningependa kuona ukiomba na maombi yako yanajibiwa na shida zako zikiisha. Tafadhali niandikie. Na ikiwa unapenda, unaweza kulike, unaweza kusubscribe, na unaweza kuhit the notification bell na kushare, ndio mtu mwingine asikie ujumbe huu na abarikiwe kama wewe. Mungu awe pamoja nawe. Tutaonana katika kipindi kijacho. Mungu akubariki.